come on Saturday? Sababu gani ulikuja jana sikia posho? And this answer is only to you. Na jibu ni kwako mwenyewe. You don't need to answer me. Haupaswi kunijibu mimi. If you don't find the answer yet, kama hauyapata bado jibu, I'll leave it as a homework for you. Ninakuachia hiyo kama mtihani nyumbani. Every time you leave your home, wakati wote ule ambao unatoka unaacha nyumba may yako, your mind and your knowledge, akili yako na mafikiri yako yote, tell yourself, ikuambie wewe mwenyewe the reason why you leave home. Sababu gani uliacha kwako? Why are you here? Sababu gani uko hapa? Well, if you would ask me that question, kama ungeniuliza mimi hiyo swali, my answer is in the song. Jibu yangu iko ndani ya nyimbo hii ambao waimbaji wanamaliza kuimba. Because I know kwa sababu ninajua that everything we pass through here ya kwamba mambo yote ambayo tunapitia hapa is temporary. Ni mambo ya kwa muda tu. Whether we can be rejoicing, labda tukikuwa wenye kufurahi, or we can be passing through troubles, au tukikuwa tunapitia shida, they are all temporary. Ni yote ni kwa muda tu. Now if there is something which is temporary, sasa kama kuko kitu kiko kwa muda, then there is another thing which is permanent. Maana yake kuko kitu kingine kiko kwa kila milele. Amen. Amen. So I just changed that word permanent. Na tabadilisha tu hiyo neno ya kusema kila siku ama ile milele. The Bible calls it eternal. Biblia inaita ni kitu cha milele. Something which is not temporary anymore. Kitu ambacho hakiko tena kwa muda. So our lives here is temporary. Manake maisha yetu hapa ni ya kwa muda tu. But the life to come is eternal. Lakini maisha ambayo itakayokuja ni ya milele. If I leave my home and my kama house, ninaacha nyumba yangu, it is to prepare for that good moment. Ni kujitayarisha kwa ajili ya muda mzuri huu ambao unakuja. That life that is eternal. Hiyo maisha ambayo ni maisha ya milele. And the singer said, na waimbaji wanasema, the new Jerusalem. Yerusalemu mpya. Ask your neighbor a question. Ask a question. Uliza swali. Are you ready? Uko tayari? Or not yet? Au bado? I'm looking at you. Niko na watazama. Ask each other. Ask the one who is sitting close to you. Uliza mwenzenu mmoja pembeni yako. Are you ready or not yet? Uko tayari wala bado kuwa tayari? For the past 2 weeks, kwa juma mbili ambayo iliyopita, the preachers come and talked about the preparation for the church. Mwalimu alipita kwa ajili ya kufundisha kuhusu matayarisho ya kanisa. 2 preachers have already spoken about this. Na wahubiri wawili wamekwisha kuzungumzia haya. But what they did, they were just landing. Lakini ile ambao walifanya ni kutua tu for today's and the next few weeks to come. Kutua tu kwa ajili ya siku ya leo na siku ambazo zinazokuja. The preparation of the event of the end time. Matayarisho ya siku za mwisho. And today we start for the next few weeks the book of Revelation. Na tena leo tunaanza sasa juma ngapi zitakuja kuhusu Injili la Ufunuo. If you did not bring any pen, I will ask you to ask someone who has a pen. Kama ukuleta kalamu ama bike, basi naweza kuomba uombe mtu ambaye leta kalamu ama bike. So this is a teaching. Hii ni mafundisho. It's not a preaching. Haiko mahubiri. Sometimes the Lord can bring us to mix teaching and preaching. Muda mwingine Bwana anaweza tuleta tuchange mahubiri na mafundisho. But for us to come with this teaching to the church, lakini kwetu mbele ili tukuje kwa neno hili la mafundisho, we need to go slowly so that people can understand. Tunapaswa kwenda nayo pole pole ili kwamba watu waelewe. It is a great book. Ni kitabu nzuri sana. A very good one. Ni kitabu nzuri sana. For those who have had the chance to read it. Kwa wale ambao wanakuwa na neema ya kusoma. Well, it's not only about reading, it's reading and understanding. Kweli haiko tu kwa kusoma, lakini kusoma na kuelewa. And again, it's not only understanding, but it's also to put into practice. Na haiko tu kwa kuelewa, lakini kwa kuiweka ndani ya maisha yetu. But because it's a prophetic book, lakini kwa sababu ni kitabu cha ufunuo, putting it into practice, kwa kuiweka ndani ya maisha yetu ya kila leo, it asks you to prepare. Ni kitu ambayo inakuomba wewe ujitayarishe. Be ready at all time. Ukuwe tayari kwa muda wote ule. You know, some people talk about the book of Revelation. Unajua watu wengine wakati wanazungumzia kitabu cha ufunuo, being like things
that were in past. Inakuwa kama vile ni mambo ambayo ilipita. And there are good Bible writers Na kuna kuwa wasomaji wazuri wa Biblia who come and tell you about the slavery time or in Babylon, and they will tell you that that's why the book have been written. ambao watakufasiria kwamba ilikuwa kuhusu wale watumwa wa siku zile za zamani, na ndio kwa maana kitabu hiki kimeandikwa. Where I can tell you that they are not right. Lakini acha nikwambie kweli, wao wamesema uongo. Because the revelation came just 53 years after Jesus. Kwa sababu hii ufunuo ulikuja baada ya miaka 53 baada ya Yesu Kristo. And the slavery in Babylon went 500 years before Na Christ. utumwa ama uslavery ulikuja miaka 500 So the book of Revelation, manake kitabu cha ufunuo, yes, it can relate something that was in the past, inaweza ndio kufananishwa na kitu ambayo kilikuwa ndani ya maisha ya but it zamani, is mostly in the future. lakini kwa kweli ni kwa ajili ya maisha ijayo. Amen. Amen. It is one of the great book of the Bible. Ni kitabu kimoja ambacho kiko kizuri tena ndani ya Biblia. In other translation, it's called Apocalypse. Ni mwingine utafsiri wanaita In other book, you can see other people, other writers say Apocalypse. Na kitabu kingine unaweza kutana wanasema ni Apocalypse. The word Apocalypse, Ile neno ya Apocalypse only related because of the events that the book of Revelation describes. inakuja tu kwa ajili ya kufananisha hiyo neno ambayo kitabu cha Ufunuo kinafafanisha. Some of the events looks like to be catastrophic. Manake kuna kuwa matendo zimoja ambazo zilikuwa ngumu zaidi, Spectacular. ya kuchangamsha zaidi. So the combination of all those things Sasa na kuchanga hivyo vyote makes those writers to call it Apocalypse. inaweka hawa waandishi waite kama hiyo ni Apocalypse. But I want to call it Revelation. Lakini mimi nataka kuita Ufunuo. Because Revelation, Kwa sababu Ufunuo it's a word that is said for something that was hidden, ni neno ambayo inasemekana kwa ajili ya ile ambayo ilikuwa and then inafichwa it's come to open. na kisha inafunuliwa. So these things were in heaven. Manake hivi vitu vilikuwa juu huko mbinguni. Heaven knew about its sins. Mbinguni ilikuwa najua hii ambayo ilisema But hapa. heaven decided to upload it. Lakini mbinguni ikaamua kuifungua, Download it. kuifungulia Someone on earth. kuifungulia mtu mmoja hapa duniani. And I will describe you the apostle in the next few minutes. Na hiyo ndio ambayo tutakayofunuliwa dakika fulani. Why am I talking about the prophetic book? Sababu gani nazungumzia kitabu cha prophet? We know the Bible has 66 books, right? Tunajua kwamba Biblia ina vitabu 66, kweli? The Old Testament has 39 books. Kitabu cha kale, Agano la Kale liko na 39. And the New Testament has 27. Na Agano la Jipya liko na 27. Well, I want you to understand this part. Nataka sasa uelewe hii fasi. In the Old Testament, Katika kitabu Agano la Kale, the Bible has described other things related to the coming of Jesus. Biblia inaonesha mambo ambayo inafananishwa na gisi ya Yesu kuja. Even from the Old Testament. Hata huko mbele katika kitabu cha Agano la Kale. Amen. Amen. So the book of Revelation, manake kitabu cha Ufunuo, it just come to emphasize inakuja kukazia what has been prophesied ile ambayo ilifunuliwa mbele. The reader of the Bible tells us wasomaji wa Biblia wanatuambia that 1845 reference ya kwamba 1845 ni mahali ambapo in the Old Testament katika kitabu cha Agano la Kale talk about Jesus as a ruler. Inazungumza kuhusu Yesu Kristo kiongozi. When we are talking about a ruler here, na sababu gani tunazungumza kuhusu kiongozi hapa? Who can be a ruler if he is not a king? Nani anaweza kuwa muongozi kama haiko mfalme? Amen. Amen. The one who make decision. Ni ule ambaye anaweka. Well, 1845 reference 1845 mahali ambapo inasemekana hivyo in the Old Testament, katika kitabu cha Agano la Kale. Amen. Amen. Now in the New Testament, na katika Agano Jipya 23 out of 27 katika vitabu hivyo 27 talk about the coming of Jesus. Hivyo vinazungumza kuhusu kuja kwa Yesu. That's more than 90%. Maana hiyo ni juu ya
90%. Hallelujah. Amen. So I start with this to tell you that reading the book of Revelation, it shouldn't be a problem to you. Ninataka kuletea hili kwamba nikuoneshe kwamba kusoma kitabu cha Ufunuo isingekuwa shida kwako. Christians they don't even want to read it. Kwa sababu hata Wakristo wengine wana shida sana kusoma kitabu. Calling it a scary book. Wanaita sasa kitabu chenye kuogopesha. Well, it's not scary, it's just a book that reveals haiko ya kuogopesha, lakini kitabu ambacho kinatuambia something that will come. Mambo ambayo itakayokuja. And by God's grace we start chapter 1 today. Na kwa neema ya Mungu tutaanza sura ya kwanza leo. 22. Mpaka kusura 22. Not today, right? Hapana, leo tutamaliza yote. We go slowly. Tutaenda pole. Well, Christian church, kanisa za Kikristo, people of God, we need to teach the people of God about the book of Revelation. Watu wa Mungu tunapasha fundisha watoto wa Mungu kuhusu kitabu cha Ufunuo. It is not good. Hapana, sio nzuri for Christians who have been saved ambao waliookoka to do not know wasijue what is coming. Ambayo inayokuja. That's why the Lord says in the book of Matthew 24. Ndio kwa maana kitabu kinasema katika kitabu Mathayo 24 like a thief. Ya kwamba that day hiyo siku shouldn't come to us aisingelikuja kwetu like a thief, kama vile mwizi, because we should prepare. Kwa sababu tungepasha kujitayarisha, we need to know what is coming, tunapasha kujua ile ambayo itakayokuja, so that when it comes, ili kwamba ikisha we are not struggling. When we hear that will be about tomorrow, I think, if not tomorrow, this week. Ile inaweza kuwa labda kwa kesho ama juma ijayo. The American are materializing the decision to move the capital city or the embassy of USA from Tel Aviv to Jerusalem. Tunakuwa hiyo neno ambao wanaweza sema kwamba wanaweza badilisha ambasade ya Amerika iende kwa ikuwa Tel Aviv, Israel. Hallelujah. Amen. Palestine will fight. Wa Palestina watapigana. They will say no. Watasema hapana. But it should happen. Lakini inapasha tukia. The next step na hatua yatafuata is to bring back the temple of Jerusalem to the Jewish. Ni kuleta hekalu la Yerusalemu kwa Wayahudi. It is written. Inaandikwa. They will fight, they will say no. Watasema hapana. That temple that belongs to the people of Jerusalem will come back to them. Itawarudilia hawa watu wa Yerusalemu. Jesus won't come. Yesu hatakuja until every son is fulfilled. Paka kila hatua itimilike. Whether they love it or not. Waipende wala wasipende. Amen. Amen. Let me tell you something. Acha niwaambie kitu. You know, sometimes we follow news and we have no idea what is going on. Wakati mwingine tunafuata information kwa radio lakini hatujui mambo yanaendelea. If you heard that Australia will build in the next few years submarines in South Australia, if you heard about that news, kama kwa mwenye anajua hiyo habari ambayo ilikuwa inasemekana kwenye news ya kwamba Australia tutajenga mashua za maji za kupigana za vita za maji, tulijua. Amen. Chini ya maji tulijua hayo. It's okay. The government has already started to release. It will be 40 to 50 billion. Itakuwa katika 40 billions of dollars. Ile ama 15 billion kwa kujenga haya. To build it here in Adelaide. Kwa kujenga hapa kwetu Adelaide. And in Perth. Na huko Perth. Submarines. Mashua hizo za chini ya maji. These are ship wars. Hizi ni maji za ni vita maji. Mashua za vita. They have the ability to go underwater. Ambayo inawaruhusu wao kwenda kutembea chini ya maji. They can come up. Wanaweza kuja juu. They do whatever they want to do and go back. Bora yote wanaweza kufanya kule. Tena wanarudia ndani ya maji tena wanaendelea. Hallelujah. Hallelujah. Throughout this book, kupitia hiki kitabu we talk about the war of Armageddon. Tutazungumza kuhusu vita ya Armageddon. So many people, watu wengi, they think that this war will be spiritual. Wanafikira kwamba hii vita itakuwa ya kiroho. This will be a physical war. Itakuwa vita ya tuko naona. Because the Bible says all eyes shall see him. Kwa sababu Biblia inasema kila macho itaona. At this stage, na kwa hatua hiyo, we don't see Jesus face to face. Hatuone Yesu Kristo macho kwa macho. Because the time has not come yet. Kwa sababu muda bado kufika. But at that time, lakini kwa huo muda,
all eyes will see. macho yote itamuona Yesu. So all those physical that you see, Manake hii mambo yote ya kimwili they ambayo will be part tunaona of the army. itakuwa moja ya hiyo vitu. What is done now Na hiyo ambayo inafanyika leo is nations to prepare themselves. ni hatua za nation ama za manchi kujitayarisha And the wenyewe. Bible says it will be a great war. Na Biblia inasema itakuwa vita kubwa kweli. Amen. Don't worry, we'll be already. We'll be lifted up already. Msiogope, labda tukachukua. If you have your book, Kama una kitabu chako, let's go to chapter 1 of Revelation. twende katika kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza. I'll ask you to be with me because we will read the entire chapter. Nitawaomba muwe pamoja nami kwa sababu tutasoma hii sura yote. As you look there, Na wakati mko naitazamia, the book of Revelation is subdivided into 5 parts. kitabu cha Ufunuo kinagawanya vipande 5. The first part we call it introduction. Ya kwanza tunaita mwanzo ama introduction. And I'll talk too much about it because we are reading there today. Na tutazungumza kuhusu haya mengi kwa sababu tutasoma hapa leo. In the introduction, Katika huko mwanzo huko, Jesus reveals himself who he is. Bwana Yesu anafunua mwenyewe yeye ni nani, He reveals also the Apostle John. na anafunua pia mtumishi Yohana, And he reveals about the church, the names of the church. na anafunua pia there. jina la kanisa liko hapo. The second part of the book, Na hatua ya pili ya hii kitabu we call it the 7 letters to the 7 churches. tunaita barua 7 kwa kanisa 7. That's from chapter 2 to chapter Ni 3. kuanzia sura ya pili mpaka sura ya 3. The third part of the book, Na hatua ya 3, kipande cha 3 kia hii kitabu there are visions of sign of the end. ni ufunuo wa kuona hiyo matendo ya mwisho. And that starts from chapter 4 straight to chapter 21. Na hiyo ni kuanzia sura 4 mpaka sura 21. And then the last part, which is part 4, I said the part 5, but it is 4. Na nilisema ni 5 lakini iko 4 tafadhali. The fourth part will be a conclusion where the Lord give us an assurance of where we are going. That Na will be hatua ya 4 chapter ni ile 22. ambayo Bwana kwa kufundikia Bwana anatupatia uhakikisho ya mambo itakayokuja. If you are there with me, let's read chapter 1 of Kama uko pale pamoja nami, Revelation. basi tusome kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza mstari wake wa kwanza mpaka kuendelea. I'll read in English. I do believe that you can do it in Swahili. Are we here together? Mchungaji atasoma katika Kiingereza na Hallelujah. atasoma katika Kiswahili. Because I'm unalala. Unalala? Are you sleeping? No. Kitabu ya Ufunuo inasema inalalisha. Kwa mwatalala tabakia huko. The book of Revelation always make people sleeping. Now chapter 1 of Revelation. The revelation of Jesus. I want you to understand the introduction of verse 1. Ninataka muelewe hii kiingilio kia hii sura ya kwanza. The revelation of Jesus Christ, which God gave him to show his servant things which must shortly take place. And the Bible says shortly. Shortly. Say shortly. Sema kwa mfupi, kwa muda mfupi. Amen. 2000 years it is also shortly. Manake miaka 2000 pia nao ni kifupi. It's shortly. Amen. Amen. So you hear people telling you that has been spoken 2000 years ago and it doesn't happen. Utasikia watu wanawaambia hiyo ilizungumzwa miaka 2000 iliyopita lakini Well, it's only 2 days. iko tu siku 2. Amen. It's only 2 days in heaven. Iko mbinguni ni siku. You see it as 2000 years in Sisi heaven. tunaona It kama is 2 days. 2000 lakini mbinguni wanaona kama ni siku. It is shortly. Amen. Ni kwa muda So the kifupi. revelation of Jesus Christ, which God gave him to show his servants things which must shortly take place. And he sent and signified by his angel to his servant John. I want you to underline John. Nataka mgusie mstari wa Who bore witnesses Yohana. to the word of God and to the testimony of Jesus Christ, to all things that he saw. Verse 3. Blessed is he who reads and those who hear the word of this prophecy,
and keep those things which are written in it, for the time is near. Can you repeat? The time is near. Kwa maana wakati ni karibu. Verse 4. John, to the 7 churches which are in Asia, grace to you and peace from him who is and who was and who is to come. I want you to take that qualification of Jesus. Nataka mchukue hiyo mambo ambao wanamsema Yesu Kristo. The one who was in the past, ule ambaye alikuwa zamani, who is now, iko leo, and who is to come. na atakuwa ule ambaye anakuja. In Greek we call him omnipotent. Katika Kigiriki tunamsema yeye ni omnipresent. Omnipresent. Amen. He is everywhere. Omnipotent. I said omnipotent. That means he is always, every time. In the past, in the present, and in the omnipotent, kusema iko in the future. When I talk about omnipresent, it's about location. Omnipresent ni kuhusu mahali. He is present everywhere. Iko mahali pote. But this part talk about the omnipotency of God. Na hii inazungumza kuhusu in the past, aliyekuwa, now, and sasa, in the future. Atakayekuja. Qualification number 2. And from the 7 spirits who are before his throne, and from Jesus Christ, and I want you to underline that, faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler over the kings of the earth. To him who loved us and washed us from our sins in his own blood, and he has made us kings and priests to his God and Father. To him be the glory and dominion forever and ever. Amen. 7 says, behold, he is coming with clouds, and every eye will see him, and even they who pierced him, and all the tribes of the earth will mourn because of him. Even so, amen. Verse 8, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord, who is and who was and who is to come, the Almighty. Amen. Verse 9, I, John, both your brother and companion in the tribulation and the kingdom and the patience of Jesus Christ, was in the island that is called Patmos, for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. Verse 10. I was in the Spirit and the Lord's day, on the Lord's day, and I heard behind me a loud voice, as a trumpet, saying, I am the Alpha and the Omega, the first and the last. And what you see, write it in the book and send it to the 7 churches which are in Asia. And he names the churches: Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. Then I turned to see the voice that spoke to me. And having turned, I saw 7 golden lampstands. And in the midst of the 7 lampstands, one like the Son of Man, clothed with a garment down to the feet and girt about the chest with a golden band. His head and hair were white like wool, as white as snow, and his eyes like a flame of fire. 15. His feet were like fine brass, and if refined in a furnace, and his voice as the sound of many waters. He had in his right hand 7 stars. Out of his mouth went a sharp 2-edged sword, and his countenance was like the sun shining in its strength. 17. And when I saw him, I fell at his feet as dead. But he laid his right hand on me, saying to me, I want you to hear that,
Do not be afraid. I am the first and the last. I am he who lives and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And I have the keys of hate and of death. Write these things which you have seen, and the things which are, and the things which will take place after this. The mystery of the 7 stars which you saw in my right hand, and the 7 golden lampstands. The 7 stars are the angels of the 7 churches, and the 7 lampstands which you saw are the 7 churches. Amen. Well, usiende na choka katika unasoma Revelation, because from day 1 mpaka day ya mwisho tutakuwa tunasoma. Do not be tired if we read the Revelation book, because from the first day to the last end we have to read. Unajua Biblia inasema in Acts chapter 17. You know what the Bible said in Acts 17? Aseme vile niko nakwambia, it said whatever I'm telling you, inafaa get ready. You have to be ready. Na ukuwebo kubisearch. And to be able to search for it. Uangalie kama biko true. And found if it is truth. That's what the Bible says. So kama mtu anataka kufundisha juu ya Biblia, uko na Biblia ya kusoma. If somebody is coming to teach you about the Bible, you have the Bible to read. Unapaswa soma Biblia na kucheck kama you have to read the Bible and check if Biblia inatokea Matendo. Whatever he's telling you, that's what the Bible tells us in book of Acts. Kwa hiyo usikuwe na choka, tutakuwa na kuyo mtu kusoma. So do not be tired, because when we came here we have to read the Bible. Pole sana kama unalala sana kusoma Biblia. I'm sorry if you always feel sleepy when you read chapter 1. The chapter 1. Okay, I just want you to pay attention at that number 7. Ninataka tu mtazamie hiyo neno hiyo neno 7. 7 stars, 7 lampstands, 7 churches. Okay, kanisa 7. I did some research for you. Nilifanya utafuti kwa ajili yenu. Listen. I can't tell you that I wrote all the 7 in the book of Revelation, right? There are only some. In this book of Revelation, katika kitabu hiki cha Ufunuo, I'll just name them. Ninataka kuyataja. So my point is, neno langu ni kwamba, why is God using that 7? Sababu gani Bwana anatumikisha hiyo 7 saa zote? Amen. Amen. The Bible talks about 7 lampstands. Biblia inatuzungumza kuhusu taa 7. 7 churches. Kanisa 7. 7 seats. Viti 7. 7 trumpets. Trumpete 7. 7 bowls. Na neno 7. 7 sealed scroll. Na tena kama 7. 7 lamps. Na taa 7. 7 promise to overcome. Ahadi 7 ambazo zitakazokuja. 7 angels. Na malaika 7. 7 thunders. Na mato 7. 7,000. Na 7,000. 7 crowns. Na taji 7. 7 mountains. Milima 7. 7 beatitudes. 7 blessed. Manake 7 kubariki ni mara 7. In chapter 12 alone, katika kitabu cha Ufunuo 12, there are 7 personages there. 7. Wanataja watu 7, aina ya watu 7. A woman, mwanamke, a man child, mwanamume mtoto, the dragon, nyoka, the beast, the false prophet, na wanabii wa uongo, Archangel Michael, and the lamb, na mwana kondoo. In one chapter, 7 personages. Katika chapitre moja wanazungumza we'll talk about in the future when we go to chapter 4. Tutazungumza kule wakati tunafika kwenye hiyo sura 12. If you go through the book of Revelation, ukiingia katika kitabu cha Ufunuo, you can also find 7 I am that the Lord is speaking. Unaweza kutana tena ni mimi mara 7 ambao Bwana anajiita mwenyewe. I am. Ni mimi mara 7 Bwana anajiita. Why those 7? Sababu gani hizo 7? Why is God using that number 7? Sababu gani Bwana anatumia tu hiyo neno 7? John ni Bwana anapenda tu 7. Amen. Amen. I want you to come back into the creation. Ninataka murudie huko kwa wakati wa kujenga uumbaji.
He worked for 6 days, alitumika siku 6 and the 7th day na siku ya 7 rest. Amen. akapumzika. That 7 started straight from Genesis. Manake hiyo 7 ilianzia huko kwa kitabu cha Mwanzo. And this time it's multitude of 7 in Sasa Revelation. Ufunuo ni 7 mara 7. Genesis is the beginning of the book. Maana kitabu cha Mwanzo ya Biblia, Revelation is the last book of the na Bible. Ufunuo ni kitabu cha mwisho And I cha can Biblia. tell you those 7 start the Bible, Na nikamwambia hiyo 7 ilianzia and kwenye those Mwanzo, 7 finish the na Bible. tena hiyo 7 inamaliza Biblia. When the Lord speak about 7, Wakati Bwana anazungumza kuhusu neno He 7, speak about completeness. anazungumza kuhusu utimilifu. So something that He start, the book of Kitu Hebrews ambacho says, alianza, He is not a human being. kwa sababu kitabu cha Ibrania unasema When he starts yeye si kama something, mwanadamu, akianza kitu He will yeye reach to the end of it. anafikisha mpaka mwisho. Amen. Amen. So that number 7, Manake hiyo neno 7 spiritually it has a great meaning. kiroho ina mambo, ina mafaa. God of completeness. Bwana ambaye anatimiza. God who never starts something that He will not finish. Bwana ambaye hayaanzaka kitu bila kukimaliza. If He has started to bless you, Kama alianza kukubariki, even if someone comes into your way, hata kama mtu mwingine the akiingia Lord ndani will ya finish njia His yako, blessing upon you. Bwana atamaliza kwanza ahadi zake za baraka Amen. kwako. He is not a human being. Yeye si kama mwanadamu. So that was just about those 7. Hiyo ilikuwa tu kuhusu hiyo mambo 7. Now, chapter 1, Sasa sura hii ya kwanza, the Lord speak about, the first verse is about introducing Jesus Himself. na mstari wake wa kwanza ni kutujulisha Yesu Kristo mwenyewe. You don't want to start a book and you don't tell yourself who you are. Hauwezi anza kitabu na uyasema kwanza wewe ni nani. All the books you start with what we call prologue. Vitabu vyote vinaanzaka na hiyo tunasemaka mwanzo. It's something that you write about you. Ni kitu ambao unaandika kuhusu wewe mwenyewe, wewe ni nani. And I see other writers write about the mothers. Na naona wengine waandishi wanaandika kuhusu wazazi wao, wa mama wao, all those people who helped them to get that book. wale watu wote ambao waliwasaidia kwa kutimiza hiyo kitabu. Amen. Amen. Well, don't be surprised if even the Bible they use it. Msishangae hata Biblia nayo pia inafanya hivyo. So Jesus is talking about Himself. Yesu Kristo anazungumza kuhusu yeye mwenyewe katika So sura. that all the story that will come, Ili kwamba hadithi yote ambayo itakayofuata, you know who is the leader here. ujue nani ndio kiongozi The hapa. book of Revelation is centered to Jesus. Kitabu cha Ufunuo kinaenda kuhusu zaidi Yesu Kristo. John was just a tool. Yohana alikuwa tu chombo He militumishwa. could be used by any other person. Angitumishwa na mtu mwingine. And he's acknowledging this. Na anajua hii. And he said every single time, Na anasema kila wakati wote, to Him be the glory. kwake yeye. So when John says to Him be the glory, Wakati Yohana anasema it's kwake to let you know that you are not to look up to ni me, kuambia kwamba msiniangalie you look mimi, at the one who has tuangalie given me ule the vision. ambaye mwenyewe ananipatia hii Amen. sura. Let me talk about John first. Tuzungumze kuhusu kwanza Yohana mwenyewe. Who knows that my name is John? Nani mwanajua jina langu ndio John? If you know it, raise your hand. Kama unajua jina langu kama ndio John, basi pacha kidole tuone. Pengine hawapandishi. Pengine hawanijui manake. When you give your son or your daughter a Wakati name, unapatia mtoto wako jina, you need to know why you giving that name. unapaswa ujue sababu gani unampatia hiyo jina. Amen. Now, why did I take the name of John? Sababu gani mimi nilichukua hii jina ya Yohana? My father didn't give me this one. Baba yangu hakunipaka hii jina. I took it myself. Mimi nimechukua mwenyewe. It was Jean in French. My name is Jean. That's mean John in English. When I came here in Australia, they started to call me Jean. Wakati nilikuja hapa Australia wakaanza niita sema mimi ndio Jean. Pantaro ya Jean. I said, no, I'm not Jean. Nikasema hapana, mimi siko Jean. I'm Jean. Mimi ni Jean. And as we went, they struggled to call that name. Na tukaendelea na test wa kuita hiyo jina. So I said, no, I'm not. Okay, I put it in English. Nikamwambia basi acha basi niweke Kiingereza. The first Australian that told me, okay, my name is John. Wa Australia, You know what he said? Wa Australia wakaanza kuniambia jina langu ni Yohana, akaniambia nini? That's easy. Akasema hiyo iko rahisi. Hiyo ni rahisi. Amen. Amen. So John is Jean in French. Don't mean John ni Yohana, ni Jean mu français. But I want you to understand something special about this
Ninataka muelewe kitu kimoja ambacho kiko kwa maana. I'm not talking about me. I'm talking about John the apostle, right? Nazungumza kuhusu Yohana huyu wa kitabu. Even if I'm also an apostle John. Hata kama na mimi I'm niko talking mmoja wa about John. Lakini mimi nazungumza kuhusu huyu Yohana wa kitabu. One of the 12. Amen. Huyu ambaye alikuwa mmoja wa wale watumishi 12. Now something is special about this servant of God. Kitu moja ambayo iko nzuri sana kwa ajili ya John was born in Bethsaida. Huyu Yohana alizaliwa huko Bethsaida. His father and mother were called Zebedee and Salome. Mama yake na babake walikuwa wanaitwa Zebedayo na Salomo. Amen. He was a Galilean. Alikuwa wa huko Galilea. But he was also a fisherman. Lakini alikuwa mvuvi wa samaki. Amen. Amen. He was a businessman before he was called. Alikuwa mtu wa kufanya biashara yake mwenyewe mbele achaguliwe. But he worked in partnership with Peter and Andrew. Lakini alikuwa anatumika pamoja na Petro na Andrea. Amen. Amen. John Yohana was one of the disciples of John the Baptist. Alikuwa mmoja wa watumishi wa Yohana Mbatizaji. John the apostle Huyu John was one of the disciples of John the Baptist. Alikuwa mmoja wa watumishi wa Yohana Mbatizaji. So in John chapter 1, katika Yohana sura ya kwanza, when John the Baptist saw Jesus, wakati Yohana Mbatizaji aliona Yesu, he handed all his disciples to Jesus. Akapatia watumishi wake wote akawatuma kwa Yesu. Amen. Amen. I love John. Nampenda Yohana sana. He is a humble man. Ni mtu mtulivu sana. He is a humble man. Iko mtulivu sana. And every single time, na wakati wote ule, he will ask you, look at the Lord Jesus. Alikuwa anakuambia, angalia njoo Bwana Yesu Kristo. No, not at me. Usinitazamie mimi. He was among the three, in theology we call them the inner circle. Alikuwa mmoja wa wale ambao tunaita katika kiteolojia watu wa umuhimu sana katika when you talk about inner circle, you understand you can have a circle. Manake tukizungumza kuhusu mzungumko tunaona the circle had the 12. Tunaona mzunguko huu ambao inakuwa na watu wale 12. Amen. Amen. But there was an inner circle. Lakini kuko wa ndani zaidi. A small circle. That the Lord always took about 3. Ambao Bwana alikuwa anazungumzia tu kuhusu 3. Amen. Amen. And guess what? Na fikiria ni nini? John Yohana was always among the 3. Alikuwa katikati ya wale 3 kila saa. So he's not just a disciple. Manake haiko tu mtumishi, but he's also very close to Jesus. Nataka kuhusu kuhubiri Yesu Kristo. But you need to understand that closest relationship kuzungumzia kuhusu uelewe that's made with Lord Jesus na Yesu Kristo. In John chapter 19, katika Yohana 19, to handle his mother, ambaye amepatia mama yake to that man, kwa huyo mwanamume. Are you here? Amen. He was so close to the Lord. Alikuwa sana karibu na Bwana. In other reference of the Bible, na katika nyingine mafasi katika Biblia, the Bible says alikuwa analala kwa kifua ya Yesu. He was just sleeping on his chest. Oh, I want that day. Nafikiria siku ingekuwa vizuri. Amen. Amen. So he was so close. Manake alikuwa karibu sana na Yesu. Is it why the Lord chose to reveal this to him? Ndio kwa sababu Bwana amechukua kuonesha hii kwake. We'll ask Jesus that question. Tutauliza Yesu Kristo hiyo swali. When we meet him face to face. Wakati tutamuona uso kwa uso. Amen. Amen. So all these things manake haya mambo yote happened because of that closer relationship with Jesus. Yalitokea kwa sababu ya hii kujikaribishwa sana kwa Yesu Kristo pamoja. Now, with all this problem of not wanting the gospel of Jesus to continue to be preached, na hii shida yote ambayo tunapata ya kwamba hawataki tuhubiri neno la Yesu Kristo, John was taken and went in exile. Yohana alichukuliwa na akaenda kujificha. This is in the island of Patmos. Huku ni katika udongo wa Patmos. And it is where he got the revelation. Na huko ndo alipata ufunuo. Amen. Amen. Now, these 7 churches, hizi kanisa 7,
The Bible says there are 7 churches of Asia. Biblia inasema kuna kuwa kanisa 7 za huko Asia. But I want to tell you that it's a different era now. Na nataka kuwazungumza kwamba ni tofauti sasa leo, hewa inakuwa tofauti. It is different from the continent of Asia that we know today. Ni tofauti na hiyo kontinent ambayo tunajua ya Asia. If we take the good analogy, tukichukua mafasirio fulani, we can tell it Asia Minor. Asia Minor. Tunaweza ita Asia ndogo. So if you go into your map, ukiangalia kwenye map yako, if you can find where Turkey is, ukikutana pale ungeona kwenye Turkey iko. Amen. All those 7 churches in Patmos, zile kanisa 7 zote kule Patmos, together with the island of Patmos, pamoja na hiyo udongo wa Patmos, it is into between Turkey today. If you want to look at that, leo iko katika it will be between Turkey and Greece. Ni katikati ya Greece na Turkey, katikati pale. So what we are talking is not a story, it's things that will happen. Manake ambayo tunazungumzia sio hadithi, ni mambo ambayo itakayotokea. So the island of Patmos, it can be located. It is geographically located. Na hii Patmos tunazungumzia unaweza kuiona kwenye map. Amen. Amen. The Ephesus, all the names that are there, they were in that part of between Greece and Turkey. Hizo jina zote ambazo ziko hapo ziko kule kwenye nchi ya Patmos, iko katikati ya Patmos na Greece. Now let me go into the deeper message of chapter 1. Acha sasa niingilie ndani somo yetu ya sura ya kwanza leo. It is about Jesus Christ. Ni kuhusu Yesu Kristo. Chapter 1 sura ya kwanza tells us about John just to know who got the message. Inatuambia tu Yohane namna gani alitosha neno wapi. Talks about the 7 churches just to know where the message was sent to. Kuhusu kanisa 7 ili kwamba tujue kwamba kanisa zimetokea wapi. It talks about the island of Patmos just to know where the message was received. Inazungumza kuhusu Patmos ili kwamba tujue wapi neno ilipokelewa. But the key of the message of chapter 1, lakini neno kubwa kwa ajili ya sura hii moja, is Jesus Christ. Ni Yesu Kristo. Amen. He described himself, anajiita mwenyewe as God, kama Bwana Mungu. Number 1. Number 2, ya pili, the one who is, who was, and who is to come. Yule ambaye alikuwa, iko na atakuja. He calls himself, Lord, acha kwanza ni preach kidogo. Nisende tunasema vitu. When you have a generation, wakati uko na generation fulani, when you want to talk about the Lord who is every time, na unataka kuzungumza kuhusu Bwana ambaye iko wakati wowote ule, it's meaning he is my God. Manake inamaanisha ni Mungu wangu. He will be the God of Kombera Junior. Atakuwa Mungu wa Kombera Junior. And he will be the God of his son and his daughters. Na atakuwa Mungu wa watoto wa John Junior. Even if I pass, hata kama mimi ningepita ningefariki, if the Junior keep the word of God, kama Junior he will be his God. Neno la Mungu, ule Mungu wangu atabakia Mungu wake. Amen. Amen. If he keep the word of God, kama yeye anabaki na neno la Mungu, his generation to come, generation yake ya kuja, this same Jesus huyu will be the God of his children. Atakuwa Bwana wa watoto wake. Are you here with me? Mungu hapa pamoja nami. So when you talk about God of all times, wakati unazungumza kuhusu Mungu wa saa zote, you need to take it seriously. Unapaswa kuchukua na and be able to transfer that message, na ukuwe tayari kwa kupanda hiyo neno to your generation, kwa watoto wako. That's why the Bible says in the book of Proverbs, ndio kwa maana kitabu kinaita katika kitabu cha Mithali, teach your children the word of God, wafundishe watoto wenu, and they will not depart from it, na hawataenda mbali na neno. even if they banafanya semblant, even though they pretend, those words will keep coming hizo to them. neno zitarudi tu kwao. Amen. Amen. Because he is the God who was, who is, and who is to kwa sababu come. iko Mungu ambaye alikuwa, iko na atakuja. So you need to understand that, and that's a big qualification of Sasa God. tunapaswa kuelewa hiyo kwamba hiyo ndio jina kubwa ambayo tunapatia. If you are at primary school today, kama mko ku primary leo, he is your God. Ni Mungu wako. When you go to secondary, wakati unaenda ku secondary, he will be your God. Atakuwa tena Mungu wako. When you go to the university, wakati utaenda ku uni, he will be your God. Atakuwa tu Mungu wako. When you finish your studies, wakati unamaliza masomo, and start working, na
unaanza At your workplace, he will be your God. kazi yako atakuwa Mungu wako. You are at work, Uko kukazi, he is your God. iko Mungu You wako. are at home, Unarudia he is nyumbani, your God. iko Mungu You wako. are in soccer, Uko unacheza he is soka, your ni God. Mungu wako. You are in your training, Uko kunafanya he is mazoezi, your God. ni Mungu wako. Because he is the God who Kwa was, sababu ni Mungu who is, and who is to come. atakuja. Amen. I pray that your spirit get up. Na omba roho yako ikamate hii. And before he tells that to John, Na mbele aseme hii kwa Yohana, he started with a very, very good word. alianza na neno nzuri. Do not be afraid. Usiogope. Amen. Amen. Because if he is the God who was, who is, and who is to come, Maana kwa sababu kama yeye ni Mungu alikuwa iko na takuja, I can tell you, mimi naweza kuambia he never sleeps. yeye halalaki, He doesn't come late or early. hayakuyaka mbele au pia nyuma. He comes at the right time. Anakuyaka kwa muda wake mzuri na ufaa. Amen. Amen. Adisijo. Story. Hallelujah. Amen. Siku moja hivi, One day, hapa mwa hii wiki tu. just last week, Unajua sasa tunafanya maombi, tunapigana. you know when we are praying, we are fighting. Kuzimu anasema, hawa watu wanatuuzi kweli. And then the devil with his team said, these people are very disturbing us. So kwa kuni confirm the Lord ananiambia acha nikuoneshe venye mimi ndaka nafanya. And to confirm me, the Lord told me, let me show you what I'm always do for you. Amen. 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 Tulikuwa fasi moja nikalota hivi mwa hii wiki tu. We're somewhere in a dream about this, just this week. Na lota kumbe kuna vijana wachache I think that there was so few youth wako wanafanya complot against me. so doing some plots against me. Sasa unajua shetu tunaomba unakuja tunasali unaenda You know, we just come here, we pray, you have no you idea. pray, but you don't have any idea about what is going on. Na sometimes ukivijua tena vitakuogopesha. And sometimes if you know it, it will make you afraid as well. But the Lord decided, asema okay, nataka nikuoneshe tu kidogo But the Lord just decided to show me just a little viko vinatendeka. of what is going through, what is Amen. going on. So kwenye ndoto ninalota hao So the vijana dream, I just dreamed about this youth. wanakuja. These guys came. Kwenye akili yao In their minds, walikuwa nakuja kunimaliza. they came to finish me. Sasa mimi sijui nini ndio ilipitikana katikati yao. But because I did not know what's going on in there among them, Wakaanza korogana. they start quarrels together. Wakaanza korogana katikati yao. And they start really quarrels together. Kisha kwa kujibia mwenzao, So to answer to his other fellow, umoja akalalamika. and one shouted, Asa hivi unataka au unanimwambie pastor? now you try to maltreat me, I'll have to tell the pastor. Amen. Amen. Mwenzake akasema utamwambia nini? And another the one answer, what are you going to tell him? What are you going to tell him? Tukaanza sikiliza. And we start listening. Akaanza totola. He starts talking. Anaanza totola. Talking. Anaanza sema. Talking. Maplaza bogisi zilishaka All kwa. their plans. Aseme siku moja tulikiaka kwako They said, kunyumba. one day we came to your house. Tulikuwa nakuja ndio kukuua. We came to kill you. Kukumaliza. To finish you. Tukafika pale. We came to Na huyu mweko nasema sema huyo. and this person who Naye alikuwa. he was among us. Tulifikaka pale. We came there. Sasa tunafika mbele ya mlango. When we reached the front of the Tukasikia mko door, mnaimba mule ndani. we heard inside you Mko were singing. mnafanya maombi. You are doing prayers. Tukabakia pale. Stay there waiting. Kisha tukasikia sasa vile maombi inaendelea haikatiki. And we heard that the prayer continues, is not stopping. Lakini kenye kilitutosha. But what take us out Mbele ya nyumba yako. in front of your house, Kulikuwa kalubwana lumoya lunasimama. there was one gangster man. Wasema alikuwa lunatusemesha. He did not talk to us. Na ukiangalia tu But hapo. if you look at him, Wewe pekee unaogopa. you do it afraid. Unajuza huyu utatupatia njia au utatupatia njia. He said he's going to give us a way or not. Aseme lurefu sana. He was taller. Luko tu pale unatuangalia. Just look at us. Asema bakafanya una rekile wanasema mfransa rekile. You know, they do the feedback. They Bakafanya kwanza rekile. Took a step back. Biko nadhani asema ule bwana wanasimama pale. I'm thinking that the man who's standing Atakuwa there, distress. he will be out of his mind. Akabakia pale kwa bangalia tu. Waiting there or looking Iko safi at ile mwakili kwa nabambia. in their mind, they were standing there. Mwa wenyu matavuka hapa na malizika. One of them, we're going to cross over here, you finished.
Bakabakia pale. They stayed there. Huku biko wanasikia nyimbo munyumba. While they listened to the song in the Hapa house. bakabakia biko wanajiuliza wataingia And here they was worried. akili kifunguka wanaangalia kulu jamaa. But when they remember, they just Boga inaingia. Demo wanaangalia kwa demo wanaogopa. Demo wanaangalia kwa wanaogopa. Kisha wakasema bwana. And then they said, Wakamwambia bwana mimi natoka hapa. I had to go back. Kama wote tabakia If you're gonna stay, bila kuangalia. that's your business. Sawa wanaanza toka kunyumba. When they start getting out, Wanafika kule ku gate. to the gate, Huyu jamaa anasema, this man said, sasa tukasikia miguu ya ule bwana iko natufuata. we heard the feet of that man just following us. Sasa tulitoka tukulupango. When we just get out, Kila mtu alikimbia wa huku na wa huku. everybody ran on his own way. Amen. Amen. Nikalamuka nikamwambia mama, And I wake up and I talk to my wife. Bwana yu mwema. God is good. Amen. Amen. Mungu yu mwema. God is so good. Anatuchunga kwa namna tusizojua. Always protect us in a mystery way. Amen. Amen. Kisha jeudi, So on Thursday, mimi napata sa message live. now I get the live message now. Amen. Amen. Asema ni kuko mtu mmoja mwenyewe alipigana sana ulimwengu ya giza na kwa inamlomba mie. They said there was one person was fighting a lot and the darkness world just come and ask him to me. Hii haiko ndoto tena. This is not a dream, this is a true story now. Live. This is a live Amen. story now. Amen. Asa vraiment tupatie apostle frère anatuzi hapo. Truly, please give us Mr. Apostle. You know sasa watu This is wakasema Stephen. sita baba. And that guy said, no, I'm not going to give it to you. Amen. Amen. Wale vile tunapitia miko mingi. You know what we're going through is so many things. Lakini huyu anayejiita But the one who called himself faithful witness. mwaminifu Ile story mimi nakuletea that story I gave to you ni ya kukufasiria faithful witness. is to explain to you the faithful Ushuhuda witness. mwaminifu. The faithful witness. Akisema kwamba unanitumikia, If he said you are working for niko me, kwenye book ya John 14. I mean John Aseme 14. mtu akinitumikia, If someone work for me, baba yangu atamheshimu. my Father in heaven will respect He him. is faithful. Yeye ni mwaminifu. Ile neno baba kukuheshimu, That's why the Father will respect anaifuata you. kabisa. He always follow you. Kusudi asipatishe injili hai. To not gonna make a shame the word of God. Amen. Amen. So unapigana na mambo ingine. So when we are fighting with other stuff, You don't need to tell too much. hawalazimisha kusema Mwambie mengi. tu Yesu, Just take Jesus. hii vita ni yako. This war is Kama yours. ukiacha injili zarauliwe, If you leave it, the mimi word of mwanadamu God will be- watanisema 2 days na usiku banalala. as a human being, they will talk to me about. They will talk about me just 2 days and they will sleep. Lakini injili, But the word, God, your word. ukiacha zarauliwe, If you leave it just to be ashamed, vile vinakuangalia. that's your business, God. Amen. Amen. So nikupe strategy ya kupigana. So I give you strategies of fight. Wakati mambo yanakuwa mazito, When things are coming very hard, muite faithful friend. call the faithful friend. Amen. Amen. Macho yako inaweza kuwa haimuone. Your eyes may not look at him Jana or see kumaombi, him. jana kumaombi hapa, Yesterday in intercession prayer, sauti ya here, Bwana ikatuambia hivi, the voice of God tells us this. aseme kwa nini tuko hapa, hatuko confident. Why we are not confident. Unaona, hatujiamini. Why we are not confident. Unajua usiku nililala niko nawaza juu ya neno nimesoma. You know, the nights I slept and I'm thinking about that word and so, oh my God. So mbingu inaona hii problem iko seria mkanisa. So the world, they just look at this problem that is very serious. Unajua habari ya kutokujiamini eh? You know, the word of not really trusting. Uko nafaa kitu, You are doing something, hauamini kama Yesu yuko na wewe. you don't believe that Jesus Christ is with you. Sabi nakuya nguvu, When it's coming hard, unataka rudia nyuma. you try to stay Juu hauamini kama yuko mtu anakulinda. because you don't believe that there is someone who's. So nataka kudeside kwenda forward. When you need to decide to go Akili yako forward, inakwambia, your mind tells I you, can't make it. no, you can't make it. Na unapunguza mwendo. And then you reduce your speed. Mwambie ndugu yako, Tell the person close to you, we have a faithful friend. tuna mwaminifu rafiki. Amen. Amen. Tena wakati tunasema uaminifu wake haiko saa ya wanadamu ya kushanje And shanje. when we talk about his faithfulness, it's not like a human being to change all the time. Hadithi hicho. Story. Sasa hizo ni ishara, lakini hadithi zingine ziko tu zinakweli. Unajua kuko wanadamu wengine wenyewe unampatia sai anacheka.
You know there is as a human being, you give to him now. Unampatia kesho anacheka. You give it to him tomorrow, he will laugh. Unampatia kesho yake anacheka. You give it to him after tomorrow, he will be Siku laughing. tu moyo utakosa. When you gonna miss up to give Ya him? kweli unakosa Say, kabisa. truly you don't have Roho ya kumsaidia iko. the heart of Lakini faith will give you. ukikosa. But if you don't have it, Analeta vile vyote vya kumsaidia mzero. we just bring every help you give to him for nothing from zero. Amen. Amen. Hawako ba faithful friend ba. They are not faithful friends. Friend wa intere. Say friends with interest. Badada Bwana asifiwe. Sisters, Wadada Bwana praise the asifiwe. Lord. Praise the Lord, daughters. Musiolewe na bwana ba maintere. Do not get married to a person who gonna really take advantage of you. Vijana Bwana asifiwe. Makasa ni baba. Men, boys, are you here? Bwana asifiwe. Praise the Lord. Mkue macho macho. You have to be really eyes Biblia open. inatuambia sasa twende na hekima na akili. The Bible tells us to go with wisdom and Usijiletee knowledge. nyumba mwenyewe ni wa kumaliza tu. To not bring someone in your house who's gonna finish you. Kila siku kuuza kikwembe. Every single day, just buy me this, Na hata buy me hakuna that. kitu anauza tu. Even if you don't have anything, we just go and Iko go. unaleta jamaa yote inakuwa madeni sijui. All your family will be in a date. Faithful friend. Amen. Rafiki mwaminifu. Faithful friend. Yesu yeye haiko vile. Our Jesus Christ is not like Yuko that. mwaminifu, He's faithful, anatosha he's enough, na anaenea. and he's really Anasema kwamba he is the one who loved us. anasema ni yeye ambaye wa kwanza kutupenda sisi. Amen. Unaweza tena kujiuliza jua nini tena waletea mupaste pa. You can ask again yourself, why is he putting in the past again? Maki ha continue to love. That means he does not continue to love us. Biblia inasema the one who loved us. Amen. The Bible says yule ambaye alitupenda wa Hiyo kwanza. neno ina refer to the kazi ya cross. That's what they refer to the work of the cross. Alitupenda sana mpaka kufa msalaba. He loved us too much, a lot. Upendo wake mpaka leo inaendelea. And his love Lakini continues. neno hili anazojikalify naye Yesu But the way that you qualify anarefere himself, tu kazi ya he just msalaba. referred to himself at the cross. Amen. Amen. Anaongeza anasema hivi, And he added says this, the one who wash our sins away. yule ambaye anachukua dhambi zetu anaziweka mbali. Nani mwenyewe anajua sabuni? Who knows the soap? Mnajua sabuni eh? Do you know soap? Mtu mwana niambie nini ndio mnafulana au manguo? What are you washing your clothes with? Soap. Eh? Soap eh? Well, hakuna sabuni ya kufula dhambi. There is no soap to wash sins. Haiko omo, It's not Omo. hata unaleta Caroline haitawezi. Even bring White King is not going to be enough to clean up our What ndio sins. Caroline? Hallelujah. Amen. Hakuna sabuni duniani There is no soap in the world itakayo osha dhambi. which gonna cleanse your sin. Tunayo moja tu, We have only one soap special. damu ya mwana. The blood of the Lamb of Jesus. Simama tuombe Mungu. Stand up, we're gonna pray. Bwana akitupa neema kuwa pamoja next time, If God gave us a grace to be together again next time, tutaingia kwenye vibarua 7 vya makanisa 7. we're gonna start to go deeper in 7 letters for the churches. Chapter hii ya kwanza The first chapter iko introduction tu ya kukuambia kwamba Yesu tunayemwamini is just an introduction to tell you that the Jesus Christ we believe in ni Mungu wa kweli na anaweza. it's a God of truth and is able. Lakini hii ni kiingilio tu. But this is just an introduction. Mambo mazito tena mazuri yanakuja kule mbele. Other good things come out. Na Mungu atatusaidia And God will help us ili katika kukufundisha neno hili to teach you this word, isikuache katika ile hali ya kuogopa. to not let you in the fear. Kwa sababu Bwana hakuleta revelation kusudi Because muogope. God did not bring the revelation so that we can be afraid. Alileta kusudi tupate neema ya He brought kujua it to us so we can have a grace to know na kujitayarisha vizuri. and to prepare ourselves in a Niombe good way. uombe Bwana Let me ask you to pray God na umpatie ile qualification ya faithful friend. and to give him that qualification of faithful friend. Mwambie Bwana mwaminifu, Take God as a faithful. ninaomba utembee pamoja nami. I ask you to walk with me Ikikuwa katika shida, in a trouble, ikikuwa katika magumu, in a turbulence, ikiwa katika mateso, in a sufferance. wewe Bwana mwaminifu uwe pamoja You, nami. the Lord, faithful, be with me. Ninangoja usimame ili kwamba tuombe. I'm waiting for you to stand up so that we can Unajua pray. tunapitia mambo mengi, You know, we are
passing through ambayo things. ukiangalia If you look at them, unaweza kushangaa na labda utaogopa you'll be surprised and maybe you may be afraid. Kwa sababu picha ambayo Revelation inapatia vile vinyama, because the picture which the Revelation gives to those beasts, hii inafanya njoma na watu wanaendaka wanaogopa. that's what really brought people to be afraid. Alama zake inakuwa sasa vile ni monster. His sons is like, they are like monsters. Amen. Amen. Lakini katika kila neno nitakuwa nakwambia, But in every word I will tell you, aliye ndani yako ni mkubwa, the one who is new is greater kuliko yule aliye ndani yako. than the one who is in the world. Hauna budi kuogopa, You don't really need to kwa sababu fear, Bwana mwaminifu yupo pamoja. because the faithful Lord is with you. Inua sauti yako, mwambie Bwana Raise up mwaminifu your voice and akupiganie say, God really fight for me na akusaidie, and to help you. ili kwamba maandalizi ya kuja kwake, So his preparation for him to akija come, leo akija kesho, if he comes today or siku tomorrow, yoyote atakayokuja, whenever he comes, akukuta uko tayari. to meet your Inua sauti family. yako tupate Raise kuomba. up your voice to pray. Baba, katika jina la Yesu, Yes, Lord. tunakushukuru na tunakubariki. Ewe Mungu wa neema, tena Mungu wa ajabu. Asante kwa ajili ya uaminifu wako. Wewe ambaye umetupatia neema ya kuanza leo kitabu nzuri hiki ambacho umegawia makanisa. Na asante Bwana kwa sababu qualification yako Mungu ambaye yuko jana leo na hata milele unaisisitiza na kuikazia. Na tunaihakikisha kwamba uko Mungu kabisa. Baba, tunakuomba na tunakusihi, andaa kanisa lako kwa ajili ya kuja kwako. Haya yanayotuzunguka yasitutiishe. Wale wanaotutabisha wasitutiishe. Matatizo wala mateso yasitutiishe. Maana macho yetu yanakutazama wewe Bwana. Baba, tupe mwisho mzuri. Mwambie Bwana akupatie upigane vita vilivyo vya salama. Tell God to give you the power to fight the greatest war. Usishindwe vita. To not really fail in Siku ya war. Mungu tutazungumza Next Sunday we're gonna stay. akiwaambia makanisa As he talked to the kwenye sura ya 2 mstari wa 10. chapter 2 verse 10. Aseme yule atakayevumilia mpaka mwisho ndiye The one who ataokoka. endures, who is the one who gonna be saved. Mwambie Mungu akupatie nguvu ya kupigana I'll tell God to give you a na power kuvumilia to mpaka fight. mwisho. So to be perseverant. Baba, katika jina la Yesu tunaenda kuomba neema yako. Ndio wewe uko mwaminifu, lakini na sisi tuna kazi ya kufanya, ya kubaki tukipigana kwa salama. Tunaomba nguvu ya kupigana vita vilivyo vya kweli. Tunaomba nguvu Bwana kwa jina la Yesu. Unatuomba tuandire, unatuomba tu persevere. Tunaenda kuomba neema ya perseverance ndani ya maisha ya kila mmoja wetu kwa jina la Yesu. Yale ambayo tunayapitia, yale ambayo ni mazito, tunaenda kuomba utusaidie. Tusaidie kuyavuka Bwana. Tusaidie kuyavuka Yesu. Na utukufu utakurudi mwenyewe Baba. Tunaombea jamaa zetu, tunaombea watoto wetu, tunaombea generation zetu zilizo za sasa na zile zinazokuja. Wewe Mungu ambaye uko yule uliyekuwa, utakayekuwa. Baba, uwe Mungu wa jamaa zetu, uwe Mungu wa watoto wetu, uwe Mungu wa kanisa lako, maana uko Mungu mwenye kuitwa na kuitika. Tunabariki jina lako Mungu mkubwa, katika jina la Yesu Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Amen. Mungu akubariki sana. May God bless you so much.